Watu 172 wamefikishwa kortini wakituhumiwa kufanya vurugu, unyang'anyi na kutumia silaha jijini Mwanza. Watu wapatao 172 wamepandishwa kizimbani katika mahakama ya hakimu mkazi wilaya Nyamagana mkoani Mwanza na kusomewa mashtaka kadhaa yakiwemo ya kuharibu mali, kuchoma moto na unyang'anyi wa kutumia silaha. Watuhumiwa hao wanadaiwa kutenda makosa hayo kati ya Oktoba 29 na Oktoba 30 mwaka huu. Washtakiwa hao wamefikishwa mahakamani leo Novemba 7 mwaka 2025 chini ya ulinzi mkali wa jeshi la polisi na kusomewa mashtaka yanayowakabili kwa nyakati tofauti na kwa makundi kulingana na maeneo wanakodaiwa kutenda makosa hayo. Akisoma mashtaka mbele ya hakimu mkazi mfawidhi Raula Shihagilo, kiongozi wa jopo la waendesha mashtaka wa serikali, Janes Kihiwelo akisaidiana na Helen Mabula na Sala Hepeles, amesema shtaka linalokabili kundi la kwanza linadaiwa kutenda kosa la unyang'anyi kwa kutumia silaha kinyume na kifungu cha 287A cha sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 marejeo ya mwaka 2023, kosa wanalodaiwa kulitenda Oktoba 30 mwaka huu. Aidha, mwendesha mashtaka huyo wa serikali amesema kwa nyakati tofauti watuhumiwa hao walishirikiana na watu wengine ambao bado hawajakamatwa. Wanashtakiwa kwa kosa la kuharibu mali kwa makusudi kinyume na kifungu cha 326A cha kanuni ya adhabu sura ya 16 marekebisho ya mwaka 2023, kufanya fujo kinyume na kifungu cha 74 na cha pili 76 na 37 cha kanuni ya adhabu sura ya 16 marejeo ya mwaka 2023. Kosa lingine linalowakabili washtakiwa hao ni kuharibu mali, kosa wanalodaiwa kulitenda kinyume na kifungu cha 326A cha kanuni ya adhabu sura ya 16 marejeo ya mwaka 2023, kuchoma moto mali kinyume na kifungu cha 319AB cha sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 marejeo ya mwaka 2023, kufanya maandamano bila kibali kinyume na kifungu cha 74(1)(2), 76 na 37 cha kanuni ya adhabu sura 16 marejeo ya mwaka 2023. Washtakiwa wote wamekana kutenda makosa hayo. Pia wamekosa dhamana kutokana na sehemu ya makosa yanayowakabili kutodhaminika, na waheshimiwa mahakimu kwa nyakati tofauti wameelekeza washtakiwa hao kurudishwa rumande hadi kesi hiyo itakapoitwa mahakamani hapo kwa ajili ya kutajwa Novemba 17, 19 na 20 mwaka huu. Upande wa utetezi katika shauri hilo unawakilisha. Bwana, asante sana. Unaweza kutufollow pia kwa taarifa nyingi zaidi kupitia Hot Drop TV kwenye YouTube channel ya kwetu, subscribe hapo, lakini pia mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na Twitter, bila kusahau TikTok, kote huko.